Na tukiachia hayo ya Waziri Opiyo Wandayi na kuangazia mengine, ni kwamba mwenyekiti wa muungano wa wahudumu wa bodaboda nchini Kevin Mubadi amewasihi wahudumu wa sekta hiyo kudumisha amani na utulivu wakati nchi inapoingia kwenye msimu wa siasa wa uchaguzi mkuu mwaka wa 2027. Mubadi ametahadharisha wahudumu hao dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kuzua fujo, akisema kuwa sekta hiyo ndio inayoathirika zaidi wakati wa vurugu. Ni katika hafla ya hamasa ya usalama barabarani na mafunzo ya kifedha kwa wanabodaboda eneo la Bondo, kaunti ya Siaya. Mwenyekiti wa kitaifa wa muungano wa bodaboda nchini Kevin Mubadi amewataka wanabodaboda kuwa na amani wakati huu tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027, akibaini kuwa vurugu za kisiasa zinapotokea wahudumu wa bodaboda huathirika pakubwa. Leo tuko hapa kwa sababu ya watu wa bodaboda tukishirikiana na Mogo. Jambo kubwa ambalo limetuleta hapa ongelea maneno ya security, safety ya watu wa bodaboda, na pia wakati tunaendelea kwa uchaguzi ambao unakuja. Our main aim as the bodaboda sector and the bodaboda leadership ni mambo ya peace na mambo ya security mahali ambapo tunafanyia kazi zetu. Amani ni kitu ya maana sana. Security mahali ambapo wanafanyia kazi yao ni kitu ya maana sana, kwa maana sisi kama bodaboda wakati kuna fujo inamaanisha kwamba tutalala njaa. Hakuna kitu yote ambayo tutapata kama tusipobeba mteja kutoka point A to point B. Mubadi amewatahadharisha wahudumu wa bodaboda dhidi ya kutumiwa na wanasiasa kuvuruga amani wakati wa kampeni za kisiasa, akiungwa mkono na mwenzake mwenyekiti wa shirika la wanabodaboda Siaya. Naomba vijana wetu wote wakuwe na amani. Najua sasa tunaelekea kwa election na watu watatumika kwa kupigana. Watu wanasiasa wanapenda kutumia watu wetu wa bodaboda kwenda kucause chaos na fujo. Na ndio maana tumesema kwamba watu wetu vijana wa bodaboda wasijihusishe na mambo ya kucause fujo mahali ambapo hapo. Kwa maana wale wanasiasa watafanya fujo wao waende, lakini sisi tutabaki hapa ndio kwetu. Hakuna mahali pengine tutaenda. Hatutaki mtu ya pikipiki aushishe ama aende mahali kuna virugo, ama aende kwa mtu wa siasa, ama apewe pesa aende apige kelele mahali. Unless ile jambo tulikuwa tunataka tuseme, chukua pesa wewe baki kwa stage yako na kuna kitu unafanya, ama uende hapo na unyamaze. Wakati huo huo, ametoa wito kwa wahudumu kushirikiana na maafisa wa usalama nchini ili kufahamu na kuondoa wale wanaoshirikiana na majambazi, huku akiwapongeza kwa hatua zao za kuepuka vurugu siku kadhaa zilizopita. Na tunaomba tu vijana wetu wakuwe na nidhamu, wafanye kazi yao kwa njia mzuri ambayo inafaa. Na so far so good. I think we have had a lot of reform in the bodaboda sector. Siku hizi uone watu wakipiga watu, uone watu after ajali watu wakipigana kwa barabara na kupiga wenzao. Hiyo ni maneno ambayo kama chama tumeweza kuongea nao na tumepunguza. Na so nawashukuru kwamba so far bodaboda hawajajihusisha na visa vyovyote vya kukosa fujo, na tunataka waendelee hivyo mpaka tumalize hii maneno election. Wafanye kazi kwa karibu sana na polisi, kwa maana wakati kisa chochote kinatokea hapo ndio wanafaa waende waripoti. Aidha, kampuni ya Mogo iliwaahidi wanabodaboda kuwafadhili na kuwasaidia na mikopo. So my kind request, let us coordinate as Mogo and Boda Fraternity and every person that is involved, the business guys, let us come together and make this thing happen. So with Mogo we are here to assist every person who is willing. If you have a logbook, we'll give you money. If you need bike for your businesses, for your border operations, we are here to support. Brian Muvengei, Undugu TV.